Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Kitila Mkumbo, ni waziri wa viwanda na biashara kama nilivyotambulishwa. Ninafurahi kupata nafasi hii kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa niaba wenzangu wizara ya viwanda na biashara kuweza kueleza kwa kifupi maendeleo ya sekta ya viwanda na biashara katika miaka yetu 60 ya uhuru. Imekuwa bahati kwamba kipindi kinaadhimishwa miaka hii, nimepata heshima na bahati Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ilimpendeza kwamba nimsaidie katika sekta hii ya viwanda na biashara. Nitaeleza maendeleo yetu haya katika vipengele muhimu 8. Nikianza na utangulizi, alafu tutamalizia na hitimisho, na tutawapa nafasi waandishi wa habari ya kuuliza maswali kadri ambavyo itawapendeza. Kwanza, wote tunafahamu kwamba nchi yetu wakati wa kiitwa Tanganyika na baadaye Tanzania bara ilipata uhuru wake kutoka koloni la Uingereza ule siku ya Jumamosi tarehe 9 Disemba mwaka 1961, na kwa kweli uhuru wa Tanzania ulifuatiwa au ulitokana na ushindi wa chama cha TANU mwaka mmoja kabla, mwaka 1960. Ni ushindi huo ambao uliipa uhalali chama cha TANU na kiongozi wake Mwalimu Nyerere kuweza kushiriki na kualikwa kushiriki mazungumzo ya kupata uhuru miongoni mwa vyama vingi ambavyo waligombea. Na baada ya mazungumzo ya takriban mwaka mmoja, hatimaye ile tarehe 9 Disemba, siku ya Jumamosi, nchi yetu kupitia Luteni Kanali wa jeshi A.G. Nyirenda iliweza kupandisha bendera ya Tanganyika kwa mara ya kwanza, na Mwalimu Nyerere akatamka yale maneno maarufu ambayo mnayafahamu: sisi watu wa Tanganyika tunataka tuwashe mshumaa na ukuweka juu ya mlima Kilimanjaro uweze kuangaza ndani na nje ya mipaka yetu, ili utoe matumaini palipo na chuki na ulete utu palipo na udhalilishaji. Huo ndio ukawa mwanzo wa taifa hili ambalo mnaliona leo linaitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa uhuru tuliopata kwa kweli ulikuwa ni uhuru wa kisiasa, lakini Mwalimu Nyerere na viongozi wenzake mapema kabisa walitambua kwamba uhuru wa kisiasa hauwezi kutufikisha mbali. Kwa hiyo wakati wanafanya majadiliano kuhusu uhuru wa kisiasa ambao tuliupata, majadiliano pia yalishaanza kuhusu mipango ya maendeleo ya uchumi. Kwa hivyo mwaka 1960 serikali ya Malkia wakati huo ilimteua Sir Ernest Vassey kutoka Kenya. Wakati alikuwa Kenya, akaletwa hapa Tanganyika, akateuliwa kuwa mbunge na hatimaye akateuliwa kuwa waziri wa mwisho wa kikoloni wa fedha, na kazi yake mojawapo ilikuwa ni kuandaa mpango wa maendeleo wa Tanganyika. Kwa hivyo mpango wetu wa kwanza unaitwa Development Plan for Tanganyika ulikuwa 1961, 62 to 1963, 64, na kwa kibali cha Mwalimu Nyerere basi huyu bwana akakabidhiwa jukumu hilo, akawa waziri wa fedha Februari mwaka 1960. Yeye ndo alimalizia, na baadaye akamkabidhi Amiri Jamal ambaye alikuwa waziri wetu wa fedha Mtanzania aliyekaa pale kwa takriban miaka 12. Kwa hivyo mpango wetu wa kwanza tunauona wa viwanda upo katika ule mpango wa kwanza wa mwaka 1960, 61, 62, mwaka 63, 64, ukiwa na malengo makubwa matatu: kwanza maendeleo ya kilimo na mifugo, kuboresha na kuendeleza mawasiliano, na maendeleo ya elimu ya sekondari. Haya ndio mambo matatu ambayo mpango uliweka. Utaona kwamba katika haya mambo matatu sekta ya viwanda na biashara haijitokezi waziwazi. Kwa tunaanza kuona sasa maendeleo ya sekta ya viwanda na biashara kwa mara ya kwanza kwa kweli katika mpango ule ambao tutakuja kueleza baadaye. Kwa hiyo mara baada ya uhuru, mara baada ya utawala wa koloni kuanza na baada ya kutukabidhi uhuru, na kwa kweli kufuatia ule mkutano ambao uligawana bara letu la Afrika, na mnafahamu kwamba tukapitia Ujerumani, baadaye tukaja kukabidhiwa Tanganyika kuanzia Julai 1920. Hata kabla ya uhuru serikali ya kikoloni ilijaribu kuweka mkazo katika maendeleo ya kiuchumi. Kwa mfano, Wajerumani
Baada tu ya vita ya kwanza ya dunia walianzisha ile waliita German East African Company, ambayo baadaye iliendelea mpaka kuja kupatikana NDC ambayo mnaifahamu, takuja kuieleza baadaye. Na lengo lake kubwa ilikuwa ni kuchochea mitaji katika uzalishaji wa bidhaa, hususan bidhaa kwa ajili ya kuongeza mauzo ya nje, kwa sababu walipoondoka Uingereza, waliporithi wa koloni, kwa kweli mauzo ya nje ya Tanzania wakati wamechukua Ujerumani, mauzo ya nje ya Tanzania ilikuwa ni kidogo sana ya Tanganyika. Kwa tumeendelea, niruke hapo mpaka tunaanza uhuru. Tulikuwa na viwanda vichache sana ambavyo vilitengenezwa kwa ajili ya kukidhi mambo mawili. Kwanza, kukidhi mahitaji ya mijini na kukidhi mahitaji ya wakoloni kule kwao, kwa maana ya raw materials. Kwa ndio ilikuwa malengo makubwa ya viwanda. Kwa ukiangalia viwanda vya kwanza kabisa kuanzishwa kimoja wapo Coca-Cola, kama nilivyosema, mijini ili watu wanywe soda. Ikaja kiwanda East African Breweries ili watu wanywe bia, wakoloni wakiwa hapa wanakunywa bia zao. Ndio baadaye kafuatia Tanganyika Packers, ikapatia British American Tobacco ili pia wao wanavuta sigara. Ndio kufuatia baadaye viwanda vichache vya vyuma na hatimaye kiwanda cha viatu cha Bora. Hivi ndio viwanda vya mwanzo kabisa kuanzishwa hapa Tanganyika, na vilianzishwa wakati ule wa serikali ya wakoloni wa Jerumani na baadaye Waingereza walivirithi. Lakini kama nilivyosema, lengo kubwa ilikuwa ni kukidhi mahitaji ya mijini na mahitaji ya nchi ambapo wakoloni wetu walikuwa wametoka. Na mpaka tunapata uhuru, kwa kweli eneo la biashara halikuwa sehemu kubwa ya shughuli za kiuchumi, hasa kwa wazawa. Kwa sababu gani? Hii inatokana na ukweli kwamba wakoloni walikuwa wamewagawa watu wetu katika makundi matatu. Waliwagawa Waarabu, walipewa wenyewe nafasi ya kumiliki ardhi. Halafu Wahindi walipewa nafasi ya kufanya biashara. Na sisi Waswahili kazi yetu ilikuwa ni kufanya kazi kwenye mashamba. Kwa sisi tulijulikana kama wekazi, wafanya kazi. Iwe ni mashambani, iwe ni viwandani, hasa kazi ambazo hazihitaji kutumia akili nyingi. Kwa hivyo wakati mwingine mnaposhangaa kwamba kwa nini wafanyabiashara wengi wakubwa katika nchi zetu hizi wanakuwa sio Waswahili, kwa sababu tangu mwanzo ilitengenezwa hivyo. Kwa tumepambana sana katika miaka hii 60 kuona kwamba sisi Waswahili tunakamata sekta ya binafsi, sekta ya biashara katika nchi yetu. Kwa jumla, taarifa ya kwanza ya sensa ya Tanzania ya viwanda ilikuja ikafanyika mwaka 61, na ilionyesha kwamba Tanzania bara ilikuwa na jumla ya viwanda na makampuni ya kibiashara, viwanda vyote na makampuni ya kibiashara jumla yake 1961 76. Lakini viwanda vingi vilikuwa vinafanya kazi chini ya uwezo. Kwa sababu gani? Sababu nyingi, lakini mojawapo ni kwamba ile purchasing power, uwezo wa watu waliokuwa wa kununua bidhaa ulikuwa ni mdogo, na wafanyakazi wakati walikuwa hawana stadi za kutosha, na kwa kweli matumizi ya teknolojia yalikuwa hapo chini sana, na baadaye ikakumbwa na hali mbaya ya hali ya hewa. Kwa hiyo viwanda vilikuwa vinafanya kazi kwa chini sana. Kwa hiyo kulikuwa na viwanda vichache. Fikiria viwanda vyote na makampuni yote katika nchi nzima, tutazungumzia viwanda na kampuni 76 peke yake. Kwa hiyo ni mpaka tunapata uhuru. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere na wenzake wanakabidhiwa nchi, hali ndiyo hiyo. Makampuni na viwanda 76 vikizalisha chini ya uwezo wake. Hakuna raw materials, hakuna watu kufanya kazi wale wenye stadi, hakuna teknolojia. Kwa hiyo uzalishaji ulikuwa chini sana. Kwa hivyo 1961 mpaka mwaka 67 ndio kipindi chetu cha kwanza cha kuzungumzia maendeleo ya sekta ya viwanda, biashara na uchumi kwa ujumla. Na tutagawa vipindi hivi katika vipindi kama 3-4. Kwa kipindi cha kwanza 1961 1967, na tunapenda kukiita kipindi kabla ya Azimio la Arusha, mara baada ya uhuru. Hapa tunakutana na mipango muhimu miwili. Kwanza, Mwalimu Nyerere amerithi ule mpango wa Sir George ambao nilioeleza mwanzoni, ile waziri wa mwisho wa kikoloni wa Wizara ya Fedha. Huu mpango uliitwa wakaubadilisha wakaita 3-year plan, TYP, 1961 mpaka 1964. Kwa walibadilisha jina tu, wakati waliita kwamba Development Plan for Tanganyika, wakaita sasa hivi 3-year plan, TYP, lakini ikabaki almost kila kitu kile kile. Baada ya muda mfupi, Mwalimu Nyerere wenzake waliona kwamba huu mpango na wenyewe una changamoto.
kwa sababu ingredient zake tukizitengeneza sisi. Kwa hiyo akaja na mpango wa kwanza wa miaka 5 ambao ulijulikana kwa Kiingereza kama First 5-Year Plan 1964 mpaka 1969, FYP. Kwa hivyo hususan mpango huu ulilenga hasa kwenye kuchochea uzalishaji, hususan kwa bidhaa zilizohitajika kwa mahitaji ya kila siku. Mpaka anachukua nchi, bidhaa nyingi zilikuwa zinatoka nje. Bidhaa ambazo tunahitaji hapa Tanzania zilikuwa zinatoka nje. Kwa hivyo waliona kabisa kwamba hatua ya kwanza ni kuwa na viwanda ambavyo vitazalisha bidhaa ambazo tunazihitaji. Na kufuatia utekelezaji wa mpango huo, katekelezwa mpango huo, kumbuka kwanza tumeanza na viwanda 76 na makampuni yote 76. Kwa hivyo kufuatia utekelezaji wa mpango huo, ndani ya kipindi cha miaka 4 viwanda vikao vimeongezeka kutoka 76 hivyo nilivyoeleza mwanzoni hadi kufikia viwanda 569 mwaka 65. Na baadhi ya bidhaa ambazo zilianza kuzalishwa kipindi hicho ilikuwa ni pamoja na mabati, misumari, nyaya mbalimbali, viwembe, makaratasi, vioo, mbao na kadhalika. Linganisha tunapotoka. Kule walianza na viwanda vya Coca-Cola, bia, tumbaku. Huku tunaanza na viwanda vya msingi: misumari, mabati, nyaya, viwembe na kadhalika. Maana yake ni tupo katika ujenzi wa nchi. Kwa hivyo viwanda vilipewa msukumo sana ni viwanda ambavyo vinahusiana na construction, kwa sababu tupo katika ujenzi wa nchi kipindi hicho. Hata hivyo baadaye mwaka 66 ilifanyika tathmini ya maendeleo ya viwanda, ikaonekana kwamba pamoja na kwamba viwanda vimeongezeka sana kwa maana ya idadi, lakini kwa kweli uzalishaji ulikuwa bado upo chini. Lengo lilikuwa ni kwamba viwanda vichangia angalau 10% kwenye pato la taifa, lakini mpaka tathmini inafanyika vilikuwa vinachangia takriban 6.6. Kwa hiyo bado ilikuwa ni kidogo, lakini vile vile mauzo ya bidhaa zetu nje yalikuwa bado hayaridhisha, yalikuwa bado hapo chini. Na kwa ujumla wake, kwa mfano katika kipindi hicho utaona kwamba mauzo ya bidhaa zetu kwenda nchini Kenya, ambao tulikuwa trading partner wetu mkubwa, tulikuwa tunauza bidhaa zenye thamani ya shilingi milioni 205. Wakati ni fedha nyingi. Ukilinganisha na Kenya walikuwa wanauza hapa ndani kwetu milioni 694. Hata Uganda walikuwa wanatuzidi. Sisi tukiuza milioni 39 Uganda, wao wakiuza milioni 139. Kwa hivyo ikaonekana wazi kabisa katika tathmini hiyo kwamba bado tuna changamoto kubwa, hasa kwenye kuongeza mauzo ya bidhaa zetu nje ya nchi kwa lengo la kujipatia fedha za kigeni. Lakini bahati nzuri mchango wa viwanda hivi ukaongezeka kutoka ile 6.6 niliwaambia mpaka kufikia mwaka 67 ikawa imefika 10.2. Kwa hiyo kwa upande mmoja tulikuwa tumepiga hatua, kwa sababu kiwango cha kuchangia katika pato la taifa kutokana na sekta ya viwanda na biashara ikawa imeongezeka kwa kiasi hicho. Kwa hicho ni kipindi cha kabla ya Azimio la Arusha, miaka michache baada ya uhuru. Kwa vigezo vyovyote vile hatua kubwa ilipigwa. Hata katika miaka ya awali viwanda viliongezeka, mchango wa sekta ya viwanda ukaongezeka. Changamoto ilijitokeza ni kwamba mauzo yetu ya bidhaa zetu nje ya nchi yakawa ni kidogo, ambayo ni source muhimu ya foreign currency. Hicho ni kipindi cha kwanza cha maendeleo ya viwanda hapa Tanzania baada ya uhuru. Kipindi cha pili ni kipindi cha utekelezaji wa Azimio la Arusha 1967 mpaka miaka 1985 na kidogo hapo. Hicho ni kipindi cha utekelezaji wa Azimio la Arusha miaka takriban 20. Sasa huko tunapotoka, wakati wa mwishoni wa miaka ya ukoloni na mwanzoni wa miaka hii niliyoeleza ya mwanzo, miaka 5-6, sekta binafsi ndio ilikuwa kinara wa kuendesha sekta ya uchumi. Sekta binafsi ndio inafanya uwekezaji, ndio inajenga viwanda, ndio inavisimamia. Serikali kazi yake kipindi hicho ni kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji na kufanya biashara kupitia sera, sheria, miongozo na usimamizi. Hilo ni eneo muhimu sana ambalo ni muhimu tukalikumbuka na tukalizingatia.
Kitu gani sasa kimetokea katika mwaka 67 kuelekea mwaka 85, kipindi cha utekelezaji wa Azimio la Arusha? Sasa mwaka 67 kama mnavyokumbuka, halmashauri kuu ya chama cha tano, miaka mitatu baada ya muungano, ilitangaza kuanza utekelezaji wa sera ya taifa ya kutaifisha na kujitegemea kiuchumi. Kutaifisha maana yake nationalization, yaani kuitoa vitu kutoka mikono binafsi kupeleka kwenye taifa. Kutaifisha maana yake fanya iwe ya kitaifa, kubinafsisha maana yake fanya ya kitaifa iwe ya binafsi. Kwa hivyo hiki ni kipindi cha kutaifisha pamoja na kujitegemea kiuchumi. Mwalimu Nyerere alikuja kuona kwamba uchumi wetu bado upo mikononi mwa watu wachache, na kwa kiasi kikubwa bado wanaoendesha uchumi huu ni wale ambao walikuwa wakoloni wetu kupitia mawakala wao walikuwa hapa Tanzania. Tunafanyaje kuondokana na hapo? Njia moja wapo ni nationalize. Ndio likatangazwa Azimio la Arusha, na wale ambao wanasoma historia, ndio kipindi hicho kinaitwa kipindi cha mabenzi. Kwa hivyo baadhi ya watu ambao walikuwa wamepata madaraka serikalini wametembelea mabenzi mazuri, wasomi wachache, piga suti za kueleweka na mambo kama hayo. Wananchi wa kawaida wakawa wanalalamika, tuliopata uhuru, kumbe kuna wenzetu wana uhuru zaidi kuliko sisi, wanafaidika zaidi, wanapata mishahara makubwa. Ndio wanafunzi wa University of Dar es Salaam wameandamana hapo, na ndio mwalimu wa 66 aamue kukata mshahara wake ili kutaka kufanana na wananchi wa kawaida. Kwa hivyo kipindi hiki ni kipindi cha muhimu. Kwa hiyo tumetangaza kuanza kwa utekelezaji wa siasa ya ujamaa. Mambo mawili muhimu: kutaifisha shughuli zote za kiuchumi ziwe mikononi mwa dola ili tuweze kujitegemea kiuchumi. Hii ni jambo zito. Kwa hivyo Azimio la Arusha lilihimiza, pamoja na mambo mengine, lilihimiza sana matumizi ya malighafi zilizopatikana nchini. Nakumbuka Azimio la Arusha msingi wake mkubwa kujitegemea ni uzalishaji kwenye kilimo, uzalishaji viwandani, ili tujitegemee kiuchumi hasa kupitia bidhaa zetu. Kwa hivyo serikali moja kwa moja iliamua yenyewe ama kupitia taasisi zake, ilianzisha urekebu na udhibiti wa shughuli za uchumi na kupunguza utegemezi kutoka wawekezaji wa nje. Kabla ya hapo, uwekezaji katika viwanda na katika biashara ulikuwa unategemeana sana wawekezaji kutoka nje. Kwa hivyo hili Azimio la Arusha, moja mlengo wake ni kwamba ni kupunguza utegemezi wa wawekezaji kutoka nje, tuchochee uwekezaji wa wazawa hapa nchini. Katika kutekeleza hilo, yakaanzisha mashirika muhimu mawili. Moja linahusu viwanda, maendeleo ya viwanda, moja likuhusu maendeleo ya biashara. Shirika la kwanza lilikuwa linaitwa mpaka leo Shirika la Maendeleo la Taifa, National Development Corporation, NDC. Lilianzishwa kipindi hicho ili lichukue hatima ya kusimamia maendeleo ya viwanda kwa niaba ya serikali. Likaanzishwa Shirika la Biashara la Taifa, State Trade Corporation, STC, lisimamie maendeleo ya sekta ya biashara. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo la muhimu sana. Kwa hivyo STC ikawa ndiyo njia pekee ya kuuza na kununua bidhaa za jumla. Wewe ulikuwa uruhusiwi kwenda kununua bidhaa za jumla na kwanza kuuza. Inanunua STC, wewe mtu binafsi unakwenda kununua kwa STC. Ndio anayekuuzia. Na yeye ndio mamlaka pekee ya kuagiza bidhaa hapa nchini. So that was a STC. Wale ambao walikuwa na umri kama kwangu, it was a very powerful corporation. Utekelezaji wake, mambo gani yalitokea? Mambo chanya na mambo hasi. Moja, kukatokea upungufu mkubwa sekta binafsi, kupungua kwa ukubwa wa sekta binafsi na kuongezeka kwa idadi ya mashirika ya umma nchini. Kwa sekta binafsi ikashrink sana, kwa sababu kumbuka tumeshapeleka kwenye state. Kwa hivyo pakatokea mushrooming ya mashirika mengi ya umma na kushrink, kupungua sana kwa sekta binafsi. Pili, kukatokea kuongezeka kwa mchango wa sekta ya umma katika uzalishaji na shughuli za kiuchumi. Kwa mfano, mchango wa sekta ya umma uliongezeka kutoka 5% tu kabla ya Azimio la Arusha mwaka 66 hadi kufikia 32% mwaka 73. Ilipofika mwaka
asilimia 46.7 ya ajira zote nchini zilikuwa zimetokana na sekta ya umma. Kwa hiyo iongezeka sana. Sasa hivi tunazungumzia ajira zote nchini hapa zaidi ya 90% zipo kwa sekta ya binafsi. Wakati huo karibu nusu ya ajira zote ilikuwa ni kwenye sekta ya umma. Kwa hiyo sekta ya umma ilitanuka sana. Kiwango cha uzalishaji viwandani kiliongezeka. Kwa mfano, uzalishaji wa saruji ambao ulikuwa ni bidhaa muhimu kwa ajili ya ujenzi uliongezeka sana kutoka tani 49,324 mwaka 66 hadi kufikia tani 153,894. Na uzalishaji wa nguo na mavazi na wenyewe uliongezeka kutoka unit milioni 6 hadi kufikia 1963 hadi kufikia uniti milioni 34,519,000. Kwa hivyo uzalishaji uliongezeka katika kwa vigezo vyote. Hatua zingine ambazo zilichukuliwa kipindi hicho ni kwamba serikali ilianza kupanga, kutekeleza na kufuatilia mwenendo wa sera za fedha na kiwango cha kubadilisha fedha. Kwa serikali ndio inafuatilia, sio soko. Lakini pili, mwaka 71 ikaanzishwa bodi ya kupanga na bodi ya kudhibiti bei. Kwa ndio ilikuwa inapanga na kusimamia upangaji wa bei hasa kwa bidhaa ambazo zimezalishwa nchini, na 1973 ikatungwa sheria ya kudhibiti bei. Kwa hivyo hiyo ndio huko tunapotoka, ilikuwa ni soko. Sasa kipindi hiki serikali imechukua hatamu. Serikali inapanga bei kupitia bodi ya bei na sheria maalum imeanzishwa. Lakini pia kanuni zikatungwa kudhibiti uingizaji na utoaji wa mtaji kutoka nje. Kwa hiyo kuingiza mtaji kutoka nje ilikuwa inadhibitiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo watu wa umri mkubwa mpaka leo bado wana hiyo, wanadhani wanampigia hata waziri wa viwanda na biashara, hii kwa nini msidhibiti bei? Wana kumbukumbu za kipindi kile cha enzi za kudhibiti bei kupitia huo mfumo ambao nimeeleza. Matokeo yake yakawa nini? Moja, kupungua kwa fedha za kigeni. Kumbuka kwamba tulikuwa tunadhibiti mitaji kutoka nje, lakini pia tumezalisha bidhaa nyingi hapa ndani na tunadhibiti uingizaji wa bidhaa holela. Kwa hiyo fedha za kigeni zikapungua. Pili, kukatokea uhaba wa fedha za kigeni. Kama hamuuzi sana nje, obviously foreign currency itashuka. Na kwa kweli ndio ukawa mwanzo wa changamoto za kiuchumi zilizokuja kuikumba Tanzania kwa miaka mingi baadaye, kama nitakavyoeleza baadaye. Sasa mwaka 73 ikatokea kitu kingine. Dunia ikakumbwa na uhaba wa mafuta haya, petroli na diesel. Mpaka leo wataalamu wa uchumi wanasema haijawahi kutokea kama mwaka 73. Kulikuwa na kitu kinaitwa oil crisis, global crisis ya oil. Palikuwa na uhaba mkubwa sana wa mafuta. Hiyo ikaumiza viwanda vyetu kwa sababu tulikuwa tunategemea mafuta hayo kuja kuendesha mitambo yetu. Wakati huo kiasi kubwa ndio tumia mafuta kwa ajili ya kuendesha mitambo, sio umeme. Lakini tunatarajia pia kuagiza teknolojia kutoka nje kwa ajili ya kuja kuweka kwenye viwanda vyetu na vipuri. Yote hiyo tukawa tuna fedha za kigeni, hatuwezi kuagiza vipuri, hatuwezi kuagiza teknolojia. Ikawa mwanzo wa viwanda kuanza kupata changamoto. Matokeo yake ni nini? Uzalishaji viwandani ukashuka kwa kiwango cha kutisha, kati ya 30% mpaka 50%. Kwa hiyo ni kipindi 1967 mpaka 1980s. Na kwa sababu yoyote haya pakatokea uhaba mkubwa wa bidhaa za aina zote, iwe ni nguo, iwe ni chakula, iwe ni soda, iwe ni bia. Ilikuwa lazima ukapange mstari STC. Sisi huko ukiwa UDASA kunywa bia pale unaagiza wiki moja kabla. Ilikuwa ni changamoto kubwa wakati ule. Kwa hivyo tunakuja sasa katika swala la viwanda. Ndani ya kipindi kile baada ya sekta ya viwanda kuyumba, hatujawa na sera ya viwanda mpaka hapo 1975. Serikali chini ya maelekezo ya 5 ya halmashauri kuu 5 ikaelekeza kwamba itungwe miaka yake ya mwisho ya 5, itungwe sera maalum ya viwanda. Kwa 1977
tunakuja na sera ya kwanza ya viwanda Tanzania ikiitwa Basic Industry Strategy, ambayo ilikuwa tekelezwa kwa miaka 20, 1975 mpaka 1995. Na lengo kuu ilikuwa ni kwamba kuongeza kiwango cha uzalishaji viwandani na kuongeza kiwango cha mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi ili kuongeza fedha za kigeni na kukuza uchumi wa Tanzania. Kumbuka nimekueleza fedha za kigeni zimeshuka, uchumi unashuka, uzalishaji unashuka. Kwa sera hii ilitungwa ili kuchochea hayo. Tuongeze mauzo ya bidhaa zetu nje, fedha za kigeni ziongezeke na uchumi wetu uweze kukua. Hata hivyo, changamoto ziliendelea. Kwa mfano, uhaba wa bidhaa ya mafuta katika soko la dunia ukaongezeka. Bei yetu ya soko la kahawa ikashuka ghafla. Ndio kipindi hiki ambapo pakatokea coffee boom Brazil. Kwa zalisha makofi mengi sana. Sisi ilikuwa ni miongoni mwa exporters wazuri wa coffee. Kwa ghafla kahawa yetu ikashuka. Ndio kipindi hicho unaona ulimaji wa zao la kahawa kule Kilimanjaro ikaanza kuyumba. Kipindi hicho Jumuiya ya Afrika Mashariki ikavunjika 1977. Ni kipindi hicho tukaanza kupigana na wenzetu wa Uganda 1978 mpaka 79. Katika hali hii, kwa vyote vile, matatizo yote hayo makubwa, lazima nchi itayumba kiuchumi. Matokeo yake nini? Ukosefu mkubwa sana wa fedha za kigeni, ukosefu wa bidhaa muhimu kwa matumizi ya ndani kama nilivyoeleza awali. Mfumuko wa bei ukapanda kwa kiwango kikubwa, ukafika mpaka 30.3 1980 na kuongezeka sana kufika 1981. Ukuaji wa uchumi wa Tanzania ulisimama. Unajua maana kusimama? Kwamba haukui. Na baadaye ukaanza kurudi nyuma mpaka ukafika negative 0.5. Wana uchumi hao kina Doto na kueleza hiyo ni hatari kabisa katika ukiwa waziri wa fedha, jambo hilo likatokea, unaweza kuanza kulia machozi. Maana yake uchumi haukui, lakini baya zaidi unaanza kukua kurudi nyuma kwa maana ya negativity. Nothing is happening in the country. Kwa hivyo hali hiyo iliendelea mpaka mwaka 83 mpaka Mwalimu Nyerere anaondoka madarakani 1985. Kwa tunaingia kipindi kingine cha 4. Maendeleo ya viwanda wakati wa kipindi cha marekebisho ya uchumi, structural adjustment 1986 1995. Nimekuelezeni hapo kwamba changamoto kubwa zilizotokea ni hayo mambo yalitokea, majanga makubwa kwa uchumi wetu kaanza kushuka. Kwa basically maendeleo ya viwanda yasingeweza yakawepo. Kwa hivyo 1985 Mzee Mwinyi anachukua nchi hii, hana bidhaa madukani, iwe ni chakula, iwe ni mafuta, iwe ni soda. Kuna uhaba mkubwa, hana fedha za kigeni, viwanda vimesimama. Anafanya nini? Kwa kazi ilikuwa kubwa. Kwa hatua yake ya kwanza ilikuwa ni kufanya marekebisho ya uchumi. Ndio hiyo ikaja na structural adjustment program, ile ambayo ilikuja kwa prescribed na IMF, ambayo Mzee Mwinyi alipokea. Ilianza wakati wa Mwalimu Nyerere, lakini ilikuja kupamba moto utekelezaji wakati wa Mzee Mwinyi. Kwa mkazo mkubwa katika kipindi hiki ni kurekebisha sera za kiuchumi na fedha ili kupunguza nakisi katika bajeti ya taifa, kupunguza mfumuko wa bei, kupata fedha za kigeni na kuhakikisha kuwa bidhaa muhimu zinapatikana ndani ya nchi. Haya ndio yalikuwa malengo makubwa sana ya kipindi hicho cha uongozi wa Mzee Mwinyi. Na msingi mkubwa wa mabadiliko ya kisera, nimekuelezeni kule kwamba wakati huo ndio dola imekamata uchumi. Sasa hapa msingi mkubwa wa mabadiliko ya kisera ilikuwa ni kwamba kipindi hiki ilikuwa ni kuipa tena fursa sekta binafsi kurudi katika nafasi yake ya kuendesha uchumi na kutambua tena nguvu ya soko katika kupanga bei za bidhaa. Kwa ni kipindi hiki tunaacha habari ya kuanza kupanga bei, tunaachia nguvu ya soko. Kwa zile sheria ambazo zilianza zikaanza kuwa abolished. Mkazo mkubwa uliweka katika kuchochea uzalishaji katika zao la kilimo kwa lengo la kuhakikisha uwepo wa usalama wa chakula, kwa sababu kipindi hicho mpaka usalama wa chakula ukaanza kutishiwa, na kuongeza mauzo ya mazao ya kilimo. Na sekta binafsi ndio ilikabidhiwa jukumu hilo. Kwa hivyo katika sekta ya viwanda tunaweza kuita kipindi hiki ni kama kipindi cha likizo kwa upande wa maendeleo ya viwanda, na wataalamu wengine wamekiita de-industrialization period. Ni kipindi ambacho nchi ilijikita zaidi katika kurekebisha uchumi. Kwa hivyo hata marekebisho ya viwanda ilikuwa ni natural rather than with a clear strategy. Kwa hata ile sera ya BIS,
Basic Industry Strategy kipindi hiki ni kama haikufanyiwa kazi kwa kiasi kikubwa. Hata hivyo, mwaka 89 Benki ya Dunia ilifanya tathmini ya utekelezaji wa hii Structural Adjustment Program kuona kwamba tumepiga hatua kiasi gani. Walipofanya wakagundua, pamoja na wengine waligundua kwamba actually moja ya jambo chanya ilikuwa ni kwamba hatua zile zilikuwa zimesaidia kuanza kufufua uzalishaji katika viwanda ambavyo vilikuwa bado vipo. Na kufikia 1986 uzalishaji viwandani ulianza kukua tena kufikia 5%. Huko kumbuka tumeanza kutoka kwenye negative, uzalishaji umeanza kurudi 5% mpaka kufikia mwaka 89. Na katika kipindi hichi uwekezaji wa sekta ya umma katika uzalishaji ulipungua kutoka 57.6 iliyokuwa 1980 mpaka 16%. Sasa kumbuka kwamba tumesema tunakabidhi sekta binafsi. Kwa hiyo kidogo kidogo sekta ya umma ikaanza kuondoka kwenye uwekezaji wa kiuchumi, sekta binafsi ikaanza kuchukua nafasi yake, wakapishana. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilitokea. Kipindi cha mwisho cha maendeleo ya sekta viwanda na biashara 1995 mpaka mwaka 2020 ambacho tunacho kwa kiasi kwa tunaendelea nacho. Sasa ni wazi kama nilivyosema awali kwamba ile sera ya kwanza ya 1975 mpaka 1995 kwa kweli haikufanya kazi kutokana na changamoto ambazo nimezieleza. Kwa hivyo kutokana na hali hii serikali na kufuatia hali ya uchumi ambayo nimeeleza, na baada ya mipango hiyo ya kurekebisha uchumi kuanza kufanikiwa na akiba ya fedha za kigeni ikaanza kuongezeka tena na bidhaa muhimu zikaanza kupatikana ndani ya nchi, lakini bidhaa muhimu nyingi zikitoka nje. Kipindi hicho ndicho tumeanza mpaka kuleta mitumba hapa Tanzania. Kwa serikali ilikuja na sera mpya ya viwanda iliyopewa jina la Sustainable Industrial Development Policy SIDP, ambayo itarajiwa kutekelezwa kwa miaka 25 1996 mpaka mwaka 2020. Na lengo la sera hii kubwa ilikuwa ni kuchochea ukuaji wa maendeleo endelevu ya sekta ya viwanda ili kujenga msingi imara wa ajira, mapinduzi ya uchumi, kuongeza mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi na kuchochea maendeleo ya watu. Ndio yalikuwa malengo makubwa ya sera hii ambayo tunayo mpaka leo. Lakini jambo la tatu, sekta binafsi ilitambuliwa kuwa ndio injini ya kuweza kuwekeza moja kwa moja katika ujenzi wa viwanda, wakati serikali ikibaki katika jukumu lake la msingi la kutengeneza mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara kupitia sera na sheria. Lakini hata hivyo serikali ilichukua jukumu kwamba kwa vile viwanda ambavyo havivutii sekta binafsi kuwekeza, lakini muhimu, serikali ingeweza kuwekeza moja kwa moja kupitia NDC. Na ni kwa sababu hiyo NDC ni moja ya mashirika machache yaliyo survive kutokana na utambuzi huu ambao nimeueleza. Sambamba na hili, mwaka 99 serikali ikaja na dira ya taifa maendeleo ya miaka 25 ambayo tumeenda nayo, na moja ya mkazo wa dira ile ilikuwa ni kuweka mkazo katika ujenzi wa uchumi wa viwanda ili kwamba ifika mwaka 2025 nchi yetu ifikie ile inaitwa semi industrialized economy na tufike uchumi wa kati. Ndio ilikuwa malengo makubwa ya dira yetu. Na mwaka 2002 bunge likatunga sheria ya vituo vya mauzo ya bidhaa nje ya nchi kwa maana ya export processing zones. Kwa tuna sheria maalum, na kutokana na hiyo sheria tukaanzisha mamlaka maalum, mamlaka kwa ajili ya mauzo ya bidhaa nje ya nchi, Export Processing Zone Authority. Lengo lake kubwa tuchochee mauzo ya bidhaa za Tanzania nje ya nchi, na ndio hiyo ambayo tumekuwa tukitumia sana kwa ajili ya kuongeza mauzo yetu kule. Sera hii tunaenda kuitekeleza na sasa tunaipitia. Tumeshafanya tathmini pana kuona utekelezaji wake na mafanikio yake, na tupo katika mchakato wa kuiwisha kwa miaka mingine 20 au zaidi kadri ambavyo serikali itaweza kuamua. Kwa sasa tunapozungumza kwa upande wa viwanda, kwa tathmini ambayo tumeifanya mwezi Julai mwaka 2021, tunavyo viwanda jumla 80,696
Sijahesabu kile kiwanda ambacho Mheshimiwa Waziri Mkuu amekizindua jana kule Salasala, kiwanda cha Sika. Ukihesabu na kile ni 80,697. Ninavyozungumza hivi kuna wengine wanafungua viwanda. Kwa utakapofanya tathmini nyingine tutajua. Na viwanda hivi tunavigawanya katika makundi makubwa manne. Kwanza tuna viwanda vikubwa. Vikubwa maana yake nini? Vile viwanda ambavyo vinaajiri watu 100 na kuendelea na ambavyo vina mtaji zaidi ya milioni 800. Ukiwa na kiwanda cha namna hiyo tunakuita wewe ni kiwanda kikubwa bila kudhani unazalisha bidhaa gani. Viwanda hivi tunavyo 618. Na viwanda vya kati maana yake ni viwanda ambavyo vinaajiri watu kati ya watu 50 mpaka 99 na vina mtaji kati ya milioni 200 mpaka shilingi milioni 800. Viwanda hivi tunavyo kwa sasa 684. Kundi la tatu ni viwanda vidogo. Hivi ni vile viwanda ambavyo vinaajiri watu 5 mpaka 49. Viwanda hivi vinakuwa na mtaji kati ya milioni zaidi ya milioni 200 lakini chini ya milioni 800. Na viwanda hivi kati ya zaidi ya milioni 5 na mtaji usiozidi milioni 200 ndio tunaviita viwanda vidogo. Kwa sasa viwanda hivi tunavyo viwanda 17,267. Na mwisho tuna viwanda ambavyo tunaviita viwanda vidogo sana. Hivi ni vile viwanda ambavyo vinaajiri mtu 1 mpaka 4 na mtaji wake kweli haufiki au hauzidi shilingi milioni 5. Kwa kiwanda cha namna hiyo na milioni 1, milioni 2 unawekeza kiwanda chako hapo, unaajiri watu 1 mpaka 4, unazalisha, unapata bidhaa, unauza, hiyo tunaita ni kiwanda. Na viwanda hivyo kwa sasa ndio vingi, 77.1, na vipo jumla viwanda 62,400. Kwa hiyo ndio tathmini katika miaka yetu 60 ya uhuru. Tunasemaje? Tunasema ni kwamba sekta ya viwanda na biashara katika kipindi cha miaka 60 imepitia katika vipindi vikubwa vitatu. Kipindi cha kwanza ni kipindi ambacho serikali inaitambua na kuona kwamba sekta binafsi ndio atakuwa engine ya uchumi, na kwamba uchumi wetu utajengwa katika msingi wa viwanda, na viwanda vikifocus katika kuhakikisha kwamba tunapata bidhaa ambazo tunazihitaji nje hapa na kukuza mauzo ya nje. Kwa state private sector driven industrialization. Tunakuja kipindi cha pili ambacho ni kipindi ambacho cha Azimio la Arusha. Kipindi ambacho state kwa sababu ambazo zilikuwepo kipindi hicho inaona kabisa kwamba ni muhimu uchumi uwe mikononi mwa dola ili kuleta usawa na kuona kwamba wazao wanashika nafasi yao kubwa. Hiki ni kipindi cha miaka 20, 1967 mpaka 1985. Ni kipindi kigumu kwa sababu tumepata mafanikio makubwa mpaka mwaka 1973. Lakini baada ya hapo tunakutana na changamoto nyingi za kiuchumi wa kidunia, za ndani ya Afrika Mashariki na ndani ya Tanzania, ambazo zinasababisha matatizo makubwa kwa upande wa viwanda vyetu na sekta nyingine ya uzalishaji. Ni kipindi ambacho uchumi wetu umeyumba. Kipindi cha tatu ni kipindi ambacho ni cha marekebisho ya uchumi. Mkazo umewekwa sana katika eneo la kuongeza mauzo ya bidhaa nje ya nchi, tupate foreign currency, tupate bidhaa hapa Tanzania, sekta binafsi ipewe nafasi, na hatimaye uchumi uchangamke, tupunguze nakisi ya budget, tupunguze mfumuko wa bei. Kipindi cha marekebisho ya uchumi. Hiki kipindi chenyewe karibu miaka 10 mpaka 20 tumekuwa nacho. Ni kipindi ambacho kwa kweli hapa itatokea maendeleo makubwa ya sekta ya viwanda, ila biashara ipo. Kipindi cha mwisho ni kipindi hiki cha 1995 mpaka ambacho kipindi ambacho tunacho ni kipindi unaweza kulinganisha na kipindi cha kwanza. Tofauti yake kubwa ya msingi ni kwamba kipindi hiki ni kipindi cha private sector led economy. Kwa hivyo unajenga ujenzi wa viwanda na biashara, lakini ukitambua nafasi ya msingi ya sekta binafsi na nafasi ya serikali ikiwa ni kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji, biashara kupitia sera, sheria, kanuni na usimamizi. Haya ndiyo maendeleo ambayo tumekuwa nayo katika sekta ya viwanda na biashara. Sisi tuna furaha kama serikali kwamba tumepiga hatua kubwa, na sasa
tumeweka mazingira mazuri ya kupiga hatua kubwa zaidi katika sekta ya biashara na viwanda. Na baada ya kusema hayo, nawashukuru kunisikiliza, na sasa mimi na mwenzangu tupo tayari kwa maswali ambayo mtayauliza. Asante sana.